Mchana leo somo linasema faida za kikombe kufurika. Faida za kikombe kufurika. Somo la leo ninafundisha faida za kikombe kufurika. Mwaka 2026 tumeutangaza au nimeutangaza madhabahuni hapa kwa maelekezo ya Roho Mtakatifu kwamba ni mwaka wa kikombe kufurika. Andiko letu kuu linatoka katika Zaburi 23 mstari wa 5, linasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani na kikombe changu kinafurika. Kwa hiyo hilo neno, kile kikombe kufurika, ndilo ambalo limekuwa neno la kinabii katika mwaka huu kwamba Bwana anakwenda kufurikisha kikombe chako. Tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026 nilitoa muhtasari wa mafundisho ambayo nitakuwa nikiyafundisha katika somo hili. Nikakwambia kwanza tulijifunza siku hiyo nini maana ya kikombe katika Biblia. Tulikuwa na muda mrefu wa kutafakari, sina muda wa kuyasema hayo. Kikombe tu ikitamka Biblia, ikitamka kikombe ni nini. Naomba nisipitie hayo, unaweza kupitia notes nilizozituma. Jambo la pili kaenda kwenye YouTube ukaangalia ili siku hiyo ya tarehe 1 mwezi wa kwanza maneno niliyozungumza. Jambo la pili nikasema ni maana ya kikombe kufurika. Leo nitakukumbusha tena maana ya kikombe kufurika. Lakini nikasema pia jambo la tatu, chanzo cha kikombe kufurika ni nini. Nilitaja kwa kifupi siku hiyo, lakini nikaweza kutoa series ya mafundisho, na leo nitakwambia kidogo chanzo cha kikombe kufurika. Lakini jambo la 4 ambalo nilisema katika somo hili ni faida za kikombe kufurika. Ni nini? Kuzitaja hizo faida, na leo ndio ninaanza kuzitaja. Nitakutajia jambo moja katika siku ya leo. Nimesema nitakukumbusha mambo mawili. Maana ya kikombe kufurika ni nini? Maana ya kikombe kufurika ni baraka za Mungu katika maisha ya mwamini, zenye kumwagika, zenye kupita kiasi, zenye utele, zenye uwingi. Baraka hizo sio tu kwamba zinakaa kwenye saizi ya kikombe, zinaanza kufurika kutoka nje ya kikombe. Zinaanza kuwa, Wasukuma tunasema kusesekela. Yaani zinaanza kutoka, zinatiririka. Hizo ndizo nazozungumza. Nikasema mwaka huu kwa neema ya Bwana, Bwana akafurikisha kikombe chako kiwango cha kutiririka. Kwa hiyo ni baraka katika maisha ya mwamini ambazo zinamwagika, zinapita kiasi, zinakuwa na utele, zinakuwa na wingi. Nikasema na katika maeneo yote matatu: roho yako, nafsi yako na mwili wako. Asubuhi niliwaambia nyie mnaweza msifikiri, hata unaweza usiwaze kwamba hata kanisa nimelitabiria kwamba kikombe kufurika. Sasa baraka za kiroho za kanisa ni kuongezeka kwa watu. Natamani siku moja mwisho wa mwaka huu nione watu wamefurika mpaka kule mwisho. Sasa hizo ni baraka za kiroho. Hiyo nayo ni kikombe kufurika. Lakini nikakwambia hata wewe maisha yako ya kiroho yanaweza kufurikishwa kwa namna tofauti tofauti. Lakini kuna kufurikishwa katika nafsi. Tazama, alichubuliwa kwa ajili yetu, na masikitiko yetu yalikuwa juu yake. Masikitiko ni nafsi inakuwa imeumia, unakuwa na maumivu katika moyo, unakuwa na machungu katika moyo. Sasa ninaposema kubarikiwa kwa nafsi, maana yake machungu yanaongezeka, raha inaingia kiwango cha kwamba kinazidi. Mungu alimwambia mtumishi wa Mungu Musa, akamwambia nitakupa raha, uso wangu utakuwa pamoja nawe, nami nitakupa raha. Ipo raha ambayo, amani ambayo inapatikana, ambayo si kama ulimwengu utoavyo, lakini ni kwa namna ya kimungu. Anakupa amani hata katikati ya matatizo. Ndio maana Daudi anasema nijapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Matatizo ni sehemu ya maisha, lakini amani ipitayo amani zote itakuwepo. Kwa hiyo Mungu akupe amani, hiyo ni katika nafsi yako. Lakini katika eneo la mwili nilisema kuna magonjwa, unaweza ukawa unahitaji magonjwa. Biblia inasema tazama nilikuja ili wawe na uzima tele. Uzima tele na kutamkia katika jina la Bwana kwamba mwili wako nao unahitaji uzima tele. Lakini kuna baraka za kiuchumi, nazo ni mwili. Kuna baraka mbalimbali za kiuchumi. Kufurika kwa baraka hizo tunasema ni kufurika kwa kikombe chako.
Asante. Jambo la pili ambalo nakukumbusha tena, nilisema chanzo cha kufurika ni Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu. Hakuna namna kikombe chako kitafurika kwa kiwango hicho kama Mungu asipokuwa pamoja nawe. Na kama Bwana hajawa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Lazima kwamba Mungu awe pamoja na wewe. Kwa hiyo chanzo ni Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Naomba nikukumbushe jambo zito sana niliongea siku ile. Nikasema hivi, usiangalie baraka, angalia anayebariki. Shida ya watu wengi, tunazitaka baraka lakini hatuna mazoea ya kumwangalia yule anayebariki. Focus on the blesser because the blessings come from him. Baraka zinatoka kwake. Wewe wengine leo wanaita uchawa. Hivi mnaelewa maana uchawa? Likitumika vizuri, neno zuri. Kwa maana jipendekeze kwa Mungu. Mungu anawaangalia wanaojipendekeza. Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Sasa kama humpendi na humtafuti kwa bidii, hujipendekezi kwake, ataletaje baraka? Kwa hiyo focus yako, mawazo yako, mtazamo wako, pambana kumjua huyu Mungu. Nilifundisha habari ya kumjua na kumtumaini Mungu. Sasa hapo nilikuwa nakusaidia umjue huyu anayebariki, umwamini huyu anayebariki, umtumaini huyu anayebariki, ili kwamba kikombe chako kiweze kufurika. Kwa hiyo ni lazima kwamba tuweze kumjua na kumtumaini yeye anayebariki. Leo ninafundisha kuhusu faida za kikombe kufurika. Sasa faida, kikombe kikishafurika kwa ajili ya nini? Kama nilivyokuambia, siku hizi ni mzee wa pointi moja, nakufundisha pointi moja tu. Leo naanza na wiki zijazo nitakufundisha kwa wiki kadhaa. Nitakuwa nataja baraka, yani ni faida moja moja. Leo nakufundisha faida ya kwanza. Faida ya kikombe kufurika ni Mungu kupewa heshima na utukufu hadharani, mchana kweupe, kwa uwazi. Mungu kupewa heshima na utukufu hadharani. Naomba nikusaidie kidogo katika hili andiko ambalo Daudi anasema katika Zaburi 23 mstari wa 5. Anasema, waandaa meza machoni pa watesi wangu na kikombe changu kinafurika. Unaelewa maana yake? Ni kwamba anamuona Mungu akiandaa sherehe katikati ya watesi. Na ashukuriwe Mungu, adui yetu mkubwa ni Ibilisi, ni shetani. Sawa japokuwa anatumia wanadamu. Anyway, kuandaa meza pale kuna sahani, vijiko, kuna uma, kuna kisu, wale wanaokula kisungu, kuna uma, unakata vya kukatia. Mzungu usipomwekea uma na kisu, hata kama ni vipochopocho, anaweza asishibe. Kwa hiyo vile vitendea kazi vya kula vinakuwepo. Na kwa habari ya vimiminika, juisi hivi tunaweka kwenye kikombe. Kwa hiyo na kikombe kinaandaliwa mezani. Kwa hiyo hicho Daudi anaposema kikombe hicho kinafurika, ina maana yule anayehudumia meza anamuona ni Mungu mwenyewe. Anakuja, anamimina baraka, anamimina vimiminika vinavyonyweka katika kikombe chake. Baadaye anashangaa kikombe kimefika kwenye level, halafu kinaanza kusesekela, kinaanza kutiririka, lakini Mungu bado anamimina. Anasema kikombe changu kinafurika baraka zako. Je, anakifurikisha kwa sababu gani? Ndio topic nilionayo leo. Kwa nini Mungu afanye hivyo? Badala ya kumwambia basi Mungu inatosha,
Fikiria uje nyumbani kwangu siku hiyo, halafu ninakumimilia juisi, mimi ndio ninakusevu. By the way, huwa na sevu pia nyumbani kwangu. Kama hutaki kuamini, muulize Christina baada ya ibada hii kwamba jana baba hakukumiminia juisi. Akasema usinimiminie baba. Nikasema mimi ndio nimeandaa meza hii, nitakumiminia. Sasa ninapokumiminia uone kimefika, kimejaa, alafu bado ninamimina. Unajisikiaje? Unatamani kusema baba, inatosha, lakini mimi naendelea kumimina. Sasa ile inayomwagika ni kwa sababu gani Mungu afanye hivyo? Ngoja nikusaidie sasa. Katika vita anaotaja maadui zake, hasa yeye kama mfalme alikuwa na watesi, maadui wengi. Na kilichokuwa kinafanyika katika Agano la Kale, katika mashariki ya mbali, mtu akishinda vita alikuwa anafanya hivi: anawachukua wale mateka, wale waliotekwa kwenye vita, anawaleta katika mji wake. Akiwaleta kwenye mji wake, anaandaa sherehe na watu wake. Yule mfalme anaandaa sherehe pamoja na watu wake, anasema njoni tusherekee ushindi. Na wakati wanasherekea ushindi, wale mateka wanaangalia kwa macho. Sasa mnamwelewa Daudi kwamba wale mateka, wakati yeye anasherekea, wale mateka wanaangalia kwa macho. Basi Daudi akiangalia ile, anasema hata Mungu wangu katikati ya ushindi anawaambia maadui zangu, njoni muangalie mtoto wangu nilivyombariki. Angalieni kikombe chake kinavyofurika. Angalieni baraka anazozipata. Wakati meza ni sherehe, festival. Ashukuriwe Mungu tumeandaa tamasha la uponyaji kamili. Tamasha au sherehe ilikuwa inafanyika wakati wa ushindi. Na wakati unapofanyika, mateka wanaona kwa macho yao. Umeelewa? Umeelewa akisema waandaa meza? Na mara nyingine sasa, wale ambao hawajatekwa, mvumo wa zile sherehe unasikika hata kwao. Wanajua kuna jambo limetendeka kwa Mungu wa Israeli. Wakisikia jinsi ambavyo Mungu amewabariki, amewapa vita, hata wao wanaweza wakayaona kwa macho yao. Sasa hadharani, hili jambo linafanyika hadharani. Waandaa meza machoni pangu ninaona, mimi mwenyewe naona, lakini mbele ya watesi wangu, hata watesi wangu wanaona. Kwa hiyo maana yake ni hadharani, hizo baraka zinaonekana. Kwa nini? Jambo la kwanza au Mungu anapewa heshima na watu wengine. Sasa wanaompa Mungu heshima ni watu gani? Kwanza ni watu wengine. Hapa Daudi anazungumza habari ya watesi, anazungumza habari za maadui. Kwa hiyo maadui zako na wasio maadui zako wanaona jinsi ambavyo Mungu amekubariki. Twende katika Danieli sura ya 2 mstari wa 46 hadi wa 48. Danieli sura ya 2 mstari wa 46 hadi wa 48. Ndipo mfalme Nebukadneza akaanguka kifudifudi mbele ya Danieli kumpa heshima. Alimpa heshima Danieli, lakini akaagiza wamtolee Danieli sadaka na uvumba. Mfalme Nebukadneza akasema, leteni sadaka kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Danieli. Wakatoa. Mfalme akamwambia Danieli, hakika Mungu wako ni Mungu wa miungu. Mungu akatukuzwa na Nebukadneza ambaye ni mpagani. Hivi mnaelewa maana yake? Hivi mnaelewa? Wanangu, mnaelewa maana ya kikombe kufurika? Daudi alitaka kikombe cha vita. Lakini huyu Danieli, unajua kilichotokea nini? Nebukadneza aliota ndoto. Nimekwambia baraka ni kila mahali.
yani inatokea kwenye engo zozote. Huyu mfalme Nebukadneza akaota ndoto, hakuna aliyeweza kutafsiri ile ndoto. Hakuna mchawi, hakuna mnajimu, hakuna mwenye hekima katika Babeli aliyeweza kutafsiri ile ndoto. Na hata alivyokwenda kwa Danieli akasema, ninajua Mungu wangu anaweza kunisaidia. Ninajua Mungu wangu anaweza kunisaidia. Sio mimi nitakaye kutafsiria, lakini Mungu wangu atatafsiri hii ndoto. Alivyokwenda kwa Bwana, Bwana akampa tafsiri. Sasa baada ya kutafsiri akasema mfalme Nebukadneza, li jamaa limetafsiri ndoto. Hili jamaa lina kikombe cha hekima kilichofurika. Ukitaja hekima, hekima inazidi uwezo wa kibinadamu. Imekuwaje? Danieli, umepigaje hapo? Danieli, umefanyaje? Akasema, hapana, namna hii sijawahi kuona. Hata wachawi wangu katika Babeli wameshindwa, hata wenye hekima katika Babeli wameshindwa, lakini hili jamaa limesema Mungu wake atalipa tafsiri. Limetafsiri. Akatoa sadaka kwa Danieli, akampa heshima Danieli, akambariki. Lakini kinachonitia moyo, wakati anambariki Danieli, akamwambia Danieli, anamwambia yule aliyebarikiwa, anamwambia yule ambaye kikombe chake kimefurika cha hekima, akamwambia Danieli, hakika Mungu wako ni Mungu wa miungu. Hata mimi natambua aliyefanya sio wewe, lakini Mungu wako amefanya. Mungu wako ni Mungu wa miungu. Bwana wako ni Bwana wa wafalme. Amefunua siri zote, kwa maana umeweza wewe kufungua kwa msaada wa Mungu wako. Mungu akatukuzwa kwa ajili ya Danieli kuweza kufurikishwa kikombe. Ni maombi yangu Bwana akafurikisha kikombe chako, ili kwamba hata Nebukadneza wako akaone, hata Nebukadneza akaseme, sijawahi kuona hekima kama hii. Aka Bwana ni kabwana mdogo tu. Unajua mimi nampenda sana Mungu, nampenda sana Yesu. Petro na wanafunzi wengine ilifika mahali walifurikishwa kikombe cha hekima. Hata wale watu wa Sanhedrin, lile baraza la Wayahudi, wakasimama wakasikiliza, wakasema, haya jamaa hayana elimu, haya jamaa hayajasoma, lakini yanavyoongea kwa confidence. Mungu akuombie confidence katika jina la Yesu. Yanavyoongea kwa ufasaha, haya majamaa hapana, hata kuongea kwao yanaongea kama Mungu wao, kama Yesu wao. Watu wakamwone Yesu wako unapoongea hekima yako ikapate kuona Yesu anapewa utukufu. Jamani, ninachowaambia ni hiki, anafanya hivyo ili yeye mwenyewe atukuzwe. Tumalizie mstari wa 48. Mstari wa 48 hapo ndipo mfalme akamweka Danieli nafasi ya juu, akasema, Bwana, hata hii nafasi ulionayo wewe umepewa mahekima mengi. Naona hata tu habari yake kacheo uliko nako ni kadogo sana. Nikuongezee wewe Bwana Mungu wako. Hapana, ninatakiwa majitu kama haya katika ufalme wangu. Akamwambia Danieli, nafasi yako ya juu nakupa. Akampa zawadi nyingi sana, akamwongezea hata zile za mwanzo alizotoa. Akasema haiwezekani. Akamfanya kuwa mtawala wa jimbo lote la Babeli. Jimbo lote. Ulikuwa unashika labda wilaya, anasema sasa nakupandisha cheo, unashika jimbo lote, na kumweka kuwa mkuu wa wenye hekima wote, kwa sababu alikuwa na mahekima kama yote. Umenisikia nilivyosema? Alikuwa na mahekima kama yote. Akasema, hii hekima inatakiwa ilete matunda kwenye ufalme wangu. Bwana akakupandisha cheo katika jina la Yesu. Bwana akaongeze hata kile ambacho kikombe hujaomba. Bwana akakutendee wema, kwa sababu Mungu wako anapoinuliwa anakuinua na wewe. Akasema haiwezekani, huyu jamaa mpeni cheo kikubwa. Na mimi nimetamka Nebukadneza. Twende sura ya 6 mstari wa 25 hadi wa 28. Danieli huyo Danieli huyo sura ya 6 mstari wa 25 hadi 27. Mfalme mwingine Dario. Babeli unajua ni Iraki. Leo Babeli ni Iraki. Sasa umetoka Iraki wakaingia, mnafahamu wale watu wa Irani, wa Ajemi ni watu wa Irani.
Waajemi nao wakaingia kutawala, wakampindua Babeli. Akaingia mfalme mwingine anaitwa Dario. Dario, wakati kumbuka Koreshi ndio alikuwa mfalme wa kwanza wa Waajemi. Lakini Dario naye katika kipindi hicho, kwa hiyo Danieli alisave kwenye kipindi cha Babeli, akaingia mpaka kwenye kipindi cha Waajemi. Akamtumikia Koreshi, akamtumikia na huyu jamaa Dario. Sasa huyu Dario, kumbuka kule alikuwa amepewa mavyeo wakati wa Babeli. Ndio maana hapa tena kwa Dario utalao mwingine umeingia, akasema hili jamaa lina mahekima sana. Hey, tuliongeza tu mavyeo kwenye serikali ya Uajemi pia. Sasa huyu Dario naye angalia alivyofanya. Kisha mfalme Dario akawaandikia kabila zote za watu, mataifa, watu wote, mataifa yote na watu wa kila lugha katika nchi yote. Akasema ninyi na mstawi sana. Mstari wa 26. Mstawi kwa sababu gani? Mstari wa 26. Natoa amri, fikiria Dario anatoa amri kwamba katika kila sehemu ya ufalme wangu wote, lazima watu wamwogope na kumheshimu Mungu wa Danieli. Haikujalisha anatawaliwa na Wababeli, anatawaliwa na Waajemi. The guy was consistently honoring his God. Huyu jamaa hakuwahi kucompromise kwenye wokovu wake. Maisha yake kwa Mungu yalikuwa hajawahi kuweza kufanya nini? Kucompromise. Ni kufanyaje? Kucompromise. Kushusha viwango. Yes, hakushusha viwango vya kumwamini Mungu wake. Sasa wakati hapa akamwambia lazima watu wamwogope na kumheshimu Mungu wa Danieli, kwa maana yeye ni Mungu. Yaani mpagani mwingine Dario anasema huyu ndio Mungu aliye hai, naye hudumu milele. Huyu Mungu wa Danieli, ufalme wake hautaangamizwa. Ufalme wa huyu Mungu wa Danieli, nao utawala wake hauna mwisho. Huyu Mungu wa Danieli, mstari wa 28, huponya na kuokoa, hufanya ishara na maajabu mbinguni na duniani. Amemwokoa Danieli kutoka nguvu za simba. Unasikiliza, wakati Mungu anamfurikisha Danieli, anampa uponyaji wa mwili wake. Danieli ilikuwa afe, alikuwa marehemu mtarajiwa. Fikiria ile moment anapotupwa kwenye tundu la simba. Watu wamemfanyia hiana, watu wamemfanyia dhihaka, watu wameamua kumshtaki kwamba huyu Danieli hataki kuabudu miungu, hataki kuabudu sanamu yako. Sasa ameamua kumwomba huyo sanamu. Sasa wakamshtaki, wakasema huyu jamaa hatuwezi kumpata kwa namna yoyote isipokuwa kwa Mungu wake. Wakaweka mtego, lakini Danieli akasema mimi siwezi kushusha viwango vyangu vya kumwamini Mungu wangu. Sasa tulifundishwa leo asubuhi kuna gharama. Ukimsema Yesu wako vizuri kuna gharama. Kwa hiyo wakamwambia Dario, saini hapa mkataba, weka agizo, amri, na amri ya Wajemi na Wamedi haibadiliki, kwamba mtu yote asipoabudu basi awekwe kwenye tundu la simba. Kama haabudu hii sanamu uliyoweka. Basi Daniel akasema hiyo sio kitu, mimi namwabudu Mungu wa Israeli. Sikiliza, kamuulize Nebukadneza kama hujui, mimi ndio Danieli, mtoto wa mwana wa Mungu aliye juu. Akamwambia mimi namwabudu Mungu pekee tu. Daniel alipofanya hivyo wakamtupa kwenye tundu la simba, sawa na amri aliyosaini Dario mwenyewe. Ule usiku Biblia inasema hata Dario hakulala usingizi. Lakini asubuhi anaenda kuangalia kwenye tundu la simba. Anasema Daniel ye mtumishi wa Mungu, soma mistari ya kule juu kama unataka. Akamwambia Daniel mtumishi wa Mungu, Mungu wako amekuokoa. Akasema ndio ameniokoa kwa sababu mimi sikuwa na makosa wala sijakutenda uovu aina yoyote. Ni hawa tu jamaa wameamua tu kuua maisha yangu, watesi wangu. Wameamua, unajua kilichotokea? Namshukuru Mungu. Machoni pa watesi wake. Daniel, huyu mtumishi wa Mungu Daniel, huyu jamaa akasema, alipogundua tu akasema haijawahi kutokea. Huyu Mungu wa Daniel lazima abudiwe peke yake. Kwenye ufalme wangu mimi ni mpagani, ninaabudu miungu, lakini Mungu pekee atakayeabudiwa ni Mungu wa Daniel. Mungu, hebu mpe heshima Mungu wako. Acha kukaa kizembezembe, acha kushusha viwango ili Mungu wako ainuliwe. Unajua Mungu atakapofurikisha kikombe chako ndio atakapoinuliwa. Basi akainuliwa Mungu wa Danieli, akasema huyu Mungu anaokoa, anafanya ishara maajabu, huyu peke yake atahubiri. Unajua kilichotokea? Walikamatwa wale jamaa, walishuhudia kwa macho yao, wale waliokuwa wamemsingizia Danieli kwa macho yao. Afa akasema nyie ndio mtakwenda kuliwa na simba. Bwana akasababisha simba wale maadui zako katika jina la Yesu. Bwana akasababisha simba wale maadui machoni pao waone Mungu akikuinua. Machoni pao waone hata simba hawezi kukudhuru.
Na ndicho kilichotokea. Kwa hiyo Danieli alipoinuliwa akasema, kamateni wale waliomshtaki Danieli, weka kwenye tundu la simba. Machoni akasema Biblia inasema simba walidaka juu kwa juu. Walidaka juu kwa juu. Walipokea. Yaani wale jamaa walipokelewa, wale simba walikuwa wanapokea tu, asante mfalme. Asante mfalme. Asante tumepata nyama. Lakini Danieli nyama yake haiwezi kuliwa na simba. Na Mungu akujalie nyama yako isiliwe na adui yako shetani. Shetani asile nyama yako. Na kutamkia na kutabiria, kikombe chako kitafurika na Bwana atapata heshima. Na heshima mojawapo ni kwamba simba hawatakula mwili wako. Adui shetani hata haribu mwili wako. Bwana akaponye mwili wako na apewe heshima Mungu. Akisha kuponya anapewa heshima Mungu. Twende kwenye Nehemia. Nehemia sura ya 6 mstari wa 16. Mstari moja tu. Nehemia sura ya 6 mstari wa 16. Dr. Lawi tafadhali nisomee. Nehemia 6 mstari wa 16 inasema nini? Adui zetu wote waliposikia kuhusu hili. Adui zetu wote waliposikia kuhusu hili. Mataifa yote yaliyotuzunguka yakaogopa. Hata waliotuzunguka wakaogopa. Cha kwanza wakaogopa. Na kupoteza ujasiri. Wakapoteza ujasiri. Kwa sababu yalitambua kuwa. Kwa sababu mataifa yote yakatambua kuwa. Kazi hii imefanyika kwa msaada wa Mungu wetu. Kazi hii imefanyika kwa msaada wa Mungu wetu. Nehemia wakati anajenga ule ukuta wa Yerusalemu, aliujenga kwa siku 52 akiwa anashambuliwa na maadui kibao. Nenda kasome Nehemia sura ya 1 mpaka na hasa sura ya 4, soma sura ya 4 mpaka ya 6. Utaona jinsi ambavyo maadui walikuwa wanashambulia, wanapiga, wanafanya vyote. Lakini baada ya siku 52 ukuta umekamilika. Biblia inasema kikombe cha ukuta kilipokamilika, baraka hii ya kujenga ukuta ilipokuwa imekamilika, wale maadui waliposikia habari kwamba ukuta umekamilika, basi haya mataifa yote yaliyozunguka kwanza wakaogopa. Cha pili wakapoteza ujasiri. Cha tatu wakatambua kwamba hii kazi imefanywa kwa msaada wa Mungu, wala mwanadamu asingeweza kufanya. Kujenga siku 52 katikati ya mashambulizi na shutuma zote na upinzani tulioleta, kina Sanballat wakafyata mkia, kina Tobia wakafyata mkia, kina Geshem wakafyata mkia. Na mimi natamka mageshem wako na masanbalati wako na matobia wako waweze kufyata mkia, waseme ama kweli Mungu wake ndio kamfanikisha, Mungu wake ndio kamuinua. Hii alivyofanya namna hii sijapata kuona namna hii. Kuna wimbo nasema namna hii sijapata kuona, namna hii sijapata kuona. Watu wale maadui walipoona wao wakashangaa, wakaogopa, wakashata mkia, wakakosa ujasiri, wakatambua Mungu wa Nehemia ametenda. Mungu wako akakutendea wema. Mungu wako akafurikisha kikombe chako. Bwana akakutendea fadhili ili kwamba maadui zako wakaone na wakaogope na kutetemeka, wakamtukuze Mungu wako, akaseme hili jamani kwa sababu linamcha Mungu. Shikilia imani yako mpaka mwisho. Bwana anayo mengi katika store yake. Bado ana marupurupu mengi. Bado ana vitu vingi vya kukujaza. Wewe kaza mwendo, kaza mwendo, kaza mwendo mwanangu. Jambo la pili, watu wanaotakiwa kumpa Mungu tukufu na heshima ni wewe mwenyewe. Mwambie jirani yako, wewe mwenyewe. Unajua Mungu anatakiwa apate utukufu kupitia kwenye kinywa chako. Wengine hata kushuhudia tu Mungu akiwatendea. Jamani, mje hadharani tujue kwamba Mungu katenda. Ndio maana hata harusi tunafunga hadharani, ili uweke kapete watu wote wajue kwamba jamaa imetoka. Au wewe acha hizo ndoa za mkeka, acha hizo ndoa za kwenda sirisiri. Mafanikio ya mtu wa Mungu ni hadharani. Njoo hapa hadharani watu wajue. Tulisema hataolewa, kumbe ameolewa. Tumesema halitaoa, ili jamaa limeoa. Mambo haya yanafanyika hadharani. Mabinti zangu mnaniangalia? Niongeze au nisiongeze volume? Niongeze volume nisiongeze? Sikiliza, acha kujipeleka peleka. It's so cheap. You're not that much cheap.
leta hapa madhabahuni, hata mimi nicheze. Unaonaje hata mimi mchungaji wako nacheza siku hiyo? Anameremeta, anameremeta, binti yangu anameremeta. Na mimi najuaga kucheza kweli siku ya harusi. Waulize kama utaki kuelewa, nenda kamuulize Joshua, atakwambia nilivyocheza siku ya harusi yake. Wewe Joshua nakumbuka. Nilicheza. Sijui mayenu sio mayenu, bolingo sio bolingo, rapa sio rapu, basi ndio hivyo. Na wala sio makilikili. Leo nimeona na makilikili kidogo, basi makilikili sio makilikili. Ili madi tu nifurahi kwamba litoto langu limeoa, litoto langu limeolewa. Si ndio mambo yenyewe? Lakini na wewe mwenyewe umtukuze Mungu. Haya, nikupe maandiko machache alafu nimalize. Zaburi 96 mstari wa 3 hadi wa 8. Soma tu haraka. Tangazeni utukufu wake katikati ya mataifa, matendo yake ya ajabu miongoni mwa mataifa. Tangazeni utukufu wake katikati ya mataifa. Tangazeni nyie, yani nyie wenyewe watu wa Mungu. Tangazeni utukufu wake katikati ya mataifa na matendo yake ya ajabu miongoni mwa mataifa. Kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kustahili kusifiwa. Yeye Mungu ni mkuu, anastahili kusifiwa kuliko wote. Yeye ni wa kuogopwa kuliko miungu yote. Mstari wa 5, kwa maana miungu yote ya mataifa ni sanamu, lakini Bwana aliziumba mbingu. Asante. Tuende mstari wa 6. Fahari na enzi viko mbele zake, nguvu na utukufu vimo patakatifu pake. Mstari wa 7, mpeni Bwana enyi jamaa za mataifa, mpeni Bwana utukufu na nguvu. Utukufu na nguvu, sio mmeimba utukufu na nguvu Bwana. Yani jamani, mambo ya Mungu huyu. Basi ngoja nimalizie mstari wa 8, mpeni Bwana utukufu unaostahili jina lake. Mpeni Bwana utukufu unaostahili jina lake. Leteni sadaka na mje katika nyua zake. Yani mje nyumbani mwake, hapo mnashangilia. Mengine tunashangilia yanazuba tu. Mungu hajakufanyia kweli wewe hata uhai aliyokupa tu, hata pumzi. Basi kama hutaki kushangilia kwa ajili yako, shangilia kwa ajili ya THM. Maana Bwana ametutendea jambo la ajabu. Maana Mungu ametutengenezea nyumba nzuri ya kumwabudu. Mbona mambo haya yanashangaza? Unafikiri ni kwa nguvu zako? Hapana, ni Mungu ametujalia. Basi mpe Bwana utukufu na sifa, mpeni Bwana. Kwa hiyo ndio anachosema, mpeni Bwana utukufu anaostahili. Leteni sadaka, mshangilie katika nyua zake. Haya, twende katika Zaburi 115 mstari wa kwanza. Zaburi 115 mstari wa kwanza. Sio kwetu sisi, Bwana, sio kwetu sisi, bali utukufu ni kwa jina lako, kwa sababu ya upendo na uaminifu wako. Huyu jamaa anasema sio kwetu sisi, hata kama vikombe vimefurika, sio sisi. Huu uaminifu wako, upendo wako kwetu sio kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini wewe jina lako limetukuka. Wewe pekee ndio unayestahili. Twende katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili kupokea utukufu. Bwana wetu na Mungu wetu, sisi ndio tunakutukuza. Acha mataifa, nimekwambia hata wewe mwenyewe uliyetendewa, mtukuze Mungu. Anasema Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili kupokea utukufu na heshima na uweza. Utukufu na heshima, nimekwambia ni kwa ajili ya utukufu na heshima ya Mungu. Utukufu na heshima na uweza, kwa maana ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa mapenzi yako viliumbwa na vitakuwepo. Basi naomba nimalizie na Kumbukumbu 8 mstari wa 10 hadi wa 18. Hapa ndio andiko langu la mwisho, alafu tuweze kusimama na kumwomba Mungu. Kumbukumbu sura ya 8 mstari wa 10 hadi wa 18. Naomba hili, kama mingine umeisoma kwa haraka, naomba hili kariri, na kuna kitu cha kujifunza kikubwa sana. Hapa ni wana wa Israeli wakati amewafurikisha kikombe, amewatoa Misri, wanaingia Kanaani. Musa anawakumbusha wana wa Israeli, anambia huyu ndio amewatoa, Mungu ndio amewatoa Misri, mnaingia Kanaani na kule mtakwenda kufanikiwa sana. Vikombe vyenu vitakwenda kufurika. Sasa vitakapofurika, fanyeni haya yafuatayo. Wakati mtakapokwisha kula na kushiba, msifuni Bwana Mwenyezi. Wangapi wamekula na kushiba asubuhi ya leo? Je, umekumbuka kumsifu Mungu kwa ajili ya kushiba kwako? Kuna maelfu na maelfu hawana hata kinywa, hata kifungua kinywa hawajapata asubuhi ya leo. Lakini wewe Mungu amekupa kula
na kushiba. Amewaambia kula na kushiba, msifuni Bwana Mungu wenu kwa ajili ya nchi nzuri aliyowapa. Amewapa nchi nzuri ya Kanaani yenye rutuba, mnapanda mazao yanatokeza, mnakula na kushiba. Hilo nalo tunatosha kumsifu Mungu wenu. Haya, tuendelee. Jihadharini msimsahau Bwana Mwenyezi Mungu, mkashindwa kushika maagizo yake, sheria na amri zake ambazo ninawapa leo. Mstari wa 12, twende. Angalia wakati mtakapokuwa mmekula sasa na kushiba. Amerudia tena, mtakapokuwa mmekula na kushiba, vikombe vyenu vimefurika, matumbo yenu yamefurika. Mwambie jirani yako, tumbo lako halijafurika, limefurika. Wakati tumbo lako limefurika, Biblia inasema hivi, angalia wakati mtakapokuwa mmekula na kushiba, mmefurikishwa vyakula katika meza zenu, mkajenga nyumba nzuri na kukaa humo. Wengine mnajenga majumba sasa hivi, mlikuwa hamkustahili hata kuishi katika majumba mlio nayo, na sasa hivi mnajenga majumba ya baraka. Wengine hata mwaka huu mnaomba mjenge nyumba, na Mungu atakapokuwa amekupa, amekufanikisha kujenga nyumba, ukakaa humo ndani yake. Na wakati makundi yenu ya ng'ombe na mbuzi na kondoo yatakapokuwa yameongezeka, wengine mnafuga, hata ng'ombe zenu zitakapokuwa zimeongezeka, baraka katika ng'ombe, baraka katika mbuzi na kondoo zitakapokuwa zimeongezeka, na fedha zenu na dhahabu zenu zitakapokuwa zimeongezeka, maokoto yatakapokuwa yamejaa katika mifuko yako, Bwana atakapokuwa amekubariki, na vyote mlivyo navyo vitakapokuwa, mnaona tunachoka tu hata kuorodhesha. Sikiliza, na chochote ambacho Bwana atakubariki kwacho, eneo lolote ambalo utabarikiwa kiasi cha kufurika, anamwambia basi mioyo yenu isiwe na kiburi. Asante Bwana Yesu. I hate watu wanaokuwa na viburi. Niseme ukweli kabisa, nawachukia watu wanakuwa na kiburi wakibarikiwa. I hate. Sipendi, na mimi sipendi, na sijawahi kupenda, na sitakuja kupenda uinuliwe kwenye utajiri, kwenye huduma, kwenye kazi yoyote, kwenye wengine. Kuna jambo la kumalizia hapo. Anasema mioyo yenu sio na kiburi, mkasahau Bwana Mwenyezi wenu aliyewatoa huko nchi ya Misri, kutoka katika nchi ya utumwa. Mstari wa 15, aliyewaongoza kupita jangwa lile kubwa la kutisha, nchi ile yenye kiu isiyokuwa na maji, yenye nyoka na sumu. Aliwatolea maji katika mwamba mgumu, akatoa hata maji kule, baraka ambazo hata hamzijui. Tuendelee mstari wa 16. Aliwapa maana ya kula jangwani, na ambacho baba yenu hawajawahi kula, ili kuwanyenyekeza na kuwajaribu ninyi mlio, ili mwisho apate kuwatendea mema. Mstari wa 17, mnaweza kusema, kiburi sasa hiki, mnaweza kusema uwezo wangu na nguvu za mkono wangu ndizo zimenipa utajiri huu. Stop it, shut up, sokapo. Staki siku Mungu akikubariki uje unaambie mimi niko smart sana hapa. Mpe Mungu utukufu. Mwambie Bwana ametenda. Mchungaji Maboko, Mungu wako ametenda Baba. Ulioyasema mwaka huu yametimia. Mungu ametenda. Mungu anataka kinywa chako kimtukuze. Usiseme mimi kwa sababu nina maakili mengi, mimi kwa sababu nina maguvu mengi, mimi kwa sababu ni mrembo ndio maana nimeolewa. Warembo wangapi hawajaolewa wako mitaani? Hey, come on. Mungu amekupa neema, mshukuru Mungu. Na mengine amesema, na mengine yote kumbukeni. Sio kwamba Mungu, sio kwamba mmefanya, lakini mkumbukeni Bwana Mwenyezi Mungu wenu ndiye ambaye huwapa uwezo wa kupata utajiri, na hivyo kulithibitisha agano lake ambalo aliwapia baba zenu. Kama hivi leo utamkumbuka Mungu na kumpa utukufu. Utasema Bwana asante, na hiki umenipa, na mifugo umenipa, na nyumba umenipa, na mume umenipa, na mke umenipa, na gari umenipa, na baiskeli umenipa, na pikipiki umenipa, na kila ambacho nilikuomba umenipa. Bwana ninakupa utukufu na sifa. Praise team, naomba mpite hapa mbele, tumpe Mungu utukufu kwa yale aliyotenda, kwa yale anayotenda, kwa yale atakayotenda mbele ya safari. Tunamwamini Mungu kwa ajili ya kikombe kufurika. Ninamwamini Mungu kwa ajili ya kukufurikisha kikombe chako. Lakini Bwana atakapofanya, ukampe Mungu utukufu, ukamwambia Bwana wewe ninakupa heshima.
Heshima ni ule wimbo mliomalizia wa heshima na utukufu. Nipeni ule wimbo ule wa heshima na utukufu. Oh, rakasharamando saika. Naomba tusimame juu. Naomba simama juu, mwana wa Mungu. Naomba wakati tunapoimba huu wimbo, wewe tafakari utukufu na utaka kumpa Mungu katika mchana wa leo. Utamwambia Mungu asante kwa yale aliyopita. Utamwambia Mungu asante kwa haya ulionifanyia mpaka sasa. Lakini mwambie Mungu, ninakuamini na ninakushukuru. Mliimba wimbo mzuri mkasema hata huko mbele tunakwenda tu Bwana kupata baraka. Tunakutukuza kwa ajili ya hilo, because of who you are. Ule wa heshima na utukufu, ule wa sijua Christina Shushu. Ule wa mwisho, ule wa worship. Wakuabudiwa. Twende. Wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe Mungu, Bwana, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili peke yako, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, haiye Mungu wa miungu, wakupewa sifa na utukufu, adhama ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Mungu mwenye nguvu, wastahili hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Hakuna mwingine Wakulinganishwa na wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wakulinganishwa na wewe Mungu, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu. Kwa dakika mbili nenda mbele za Mungu wako kwa dakika mbili. Mwambie Mungu asante hata kwa ajili ya kukuokoa tu. Hata kama huna kingine, kikombe chako kufurika ni pamoja na wokovu ulioupata. Mwambie Bwana asante kwa ajili ya wokovu. Mwambie Bwana asante. Kuna wengine mpaka leo hapo katika dhambi, lakini mimi Bwana umeniokoa. Mwambie Bwana asante kwa yale yaliyopita. Mwambie Bwana asante kwa yale yaliyopo. Mwambie Bwana asante kwa matarajio ya mbele.
kwa sababu umemwamini yeye, umemtumaini yeye. Bwana hatakuangusha. Baba, ninakupa utukufu. Baba, ninakutukuza. Tunajisikia kukutukuza wewe katika mchana wa leo. Pokea heshima na utukufu, pokea sifa za mioyo yetu. Wewe unastahili Bwana, wewe unastahili Bwana. Uliotutendea ni makubwa. Hata sisi kama kanisa tumekuona kwa dhahiri. Miaka 10 ambayo umetuweka hapa katika dunia hii, katika huduma hii, tumeuona wema wako, tumeona uaminifu wako, tumeona matendo yako, tumeona kujaliwa kwako, tumeona neema yako, tumeona heshima. Baba, endelea kufanya, endelea kufanya. Asante kwa ajili ya yote ambayo unaendelea kuyafanya hata sasa. Hata sasa tunaona wema wako, hata sasa tunaona wema wako. Hujatupungukia Bwana, umeendelea kututetea, umeendelea kutupigania, umeendelea kutupa baraka, umeendelea kutusaidia, umeendelea kutuwezesha. Na hata kwa ajili ya maisha yajayo, maisha yaliyo mbele yetu, mwaka 2026, Baba, utukumbushe utakapokuwa umefanya, tutakapokuwa tumefanikiwa, tutakapokuwa tumeinuliwa, unatuinua, unatujalia vikombe vyetu kufurika, ili kwamba Bwana tuweze kukupa utukufu, ili kwamba Bwana tuweze kukuheshimu, ili kwamba Bwana tuweze kukutukuza. Baba, unatukumbusha kwamba Bwana, tutakapokuwa tumekula, tutakapokuwa tumeshiba, tutakapokuwa Baba tumefanikiwa, Baba tumepata Baba kubarikiwa katika maeneo mbalimbali, tukakupe utukufu wewe, tukakupe utukufu wewe. Tukumbushe Bwana kwamba unataka utukufu. Moja ya sababu ya kutubariki Bwana ni kutukupa utukufu wewe, ili kwamba jina lako litukuzwe, ili kwamba heshima zikurudie wewe, ili kwamba heshima zikurudie wewe. Nasi tumechagua kwamba Bwana, hatutagusa utukufu wako, hatutagusa heshima yako, hatutagusa utukufu wako, hatutagusa heshima yako. Utukufu na sifa vikapate kuwa kwako. Asante Bwana, asante Mfalme, asante kimbilio, asante Mwamba. Pokea sifa na utukufu. Asante Mungu wetu kwamba umetuonya, umetukumbusha kwamba Bwana, vikombe vinavyofurika ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Vikombe vinavyofurika ni kwa ajili ya heshima ya jina lako. Vikombe vinavyofurika ni kwa ajili ya sifa za jina lako. Baba, tuko tayari, tupo tayari kukusifu. Leta tu hizo baraka Bwana, leta hizo baraka. Tumeelewa, tumetambua, tuko tayari kukupa sifa, tupo tayari kukupa heshima, tupo tayari Bwana kukupa utukufu. Leta, miminisha Baba, endelea miminisha. Leta Bwana, vikombe vyetu viendelee kufurika, viendelee kumiminika. Baraka zako, neema yako Baba, endelea kuonekana. Ubarikiwe Baba na utukuzwe. Limidiwe jina lako kule lenye uweza. Asante Bwana, kwa sababu wewe ni mwema na unapigana, katika jina la Yesu.